na magonjwa na hivi, wakati utaka kushughulika kwanza na dhambi. Lakini nyakati za mwisho watu watataka miujiza, miujiza, miujiza. Wapone vitu tu vya dunia hii. Wapone, wapate hiki, wapate magari, wapate wapate majumba, wapate mashamba, wapate hiki, wapate kile. Lakini hawataka kuacha dhambi. Wanazungumzia tu mafanikio ya kiroho, mafanikio ya kweli ya kimungu. Lazima yaambatane na kufanikiwa kwa roho ya mtu kwanza. Waraka wa 3 Yohana sura ile ya kwanza mstari wa 2, mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote, sawa, na kuwa na afya yako, sawa. Lakini inasemaje? Kama vile roho yako ifanikiwavyo. Lazima ubiri tulenge hapo. Mafanikio yote lazima iwe kama roho ya mtu ifanikiwavyo. Huwezi kuhubiri juu ya mafanikio wakati uzungumzi juu ya roho. Tunazungumzia utakuwa kichwa, utakuwa mkia, watakuja kwa njia moja lakini watakimbia mbele zao kwa njia 7, sawa. Lakini tunashindwa kujua ufunguo wa baraka hizo za Kumbukumbu la Torati 28 uko katika mstari wa kwanza mpaka wa 2. Kumbukumbu 28:1 mpaka 2 itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii. Hiyo ndio condition. Hiyo ndio inatakiwa, hilo ndio linatakiwa kuanza. Itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii, kutunza kuyafanya maagizo yake yote ni kuagizayo leo. Ndipo kisikia sauti ya Bwana kwa bidii, ukatunza kuyafanya maagizo yake yote ambaye Mungu anatuagiza, ndipo Bwana Mungu wako atakapokutukuza juu ya mataifa yote ya duniani, na baraka hizi zote zitakujilia na kukupata usikiapo sauti ya Bwana Mungu wako. Unaona? Baraka hizi ndio unaanza kuona, utabarikiwa mjini, utabarikiwa mashambani. Sasa sisi tunazungumzia baraka. Lazima tuzungumzie kusikia sauti ya Bwana kwa bidii na kuyatendea kazi maagizo yake kwanza. Tafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na mengine haya yote mtazidishiwa. Lazima tufundishe watu wawaze juu ya kunyakuliwa kwa kanisa. Wawaze juu ya kwenda mbinguni. Yesu Kristo alisema itatufaidia nini tukiupata ulimwengu wote na kupata hasara nafsi zetu? Hamna faida yote. Yesu Kristo akasema tusikitendee kazi chakula kinachoharibika. Tusikitendee kazi chakula kinachoharibika. Hivi vitu vyote vinapita tu. Hiki miujiza yote ya mwili, ya dunia, chochote tunachoweza kupata duniani hapa ni kinaitwa chakula kinachoharibika. Yohana sura ya 6 mstari wa 26 mpaka mstari ule wa 27, walimwijia watu na Yesu akawaambia, ninyi mnanitafuta kwa nini? Mlikula ile mikate mkashiba. Kwa hiyo mnataka mikate mingine, ndio maana yake. Mstari wa 27 akawaambia, msikitendee kazi chakula chenye kuharibika, bali chakula kidumucho hata uzima wa milele ambacho mwana wa Adamu atawapa. Tuwafundishe watu hivyo. Wawaze juu ya chakula kinachodumu. Hivi vitu vyote vitapukutika. Hivi vitu vyote vitaondoka. Hata tungekuwa na nini? Miujiza yote. Bartimayo alikuwa kipofu, hatimaye akapata kuona. Je, anaishi mpaka leo? Jibu ni la. Wale wakoma 10 waliotakaswa, je, wanaishi mpaka leo? Jibu ni la. Yule aliyejituka godoro lake akaenda katika Marko sura ya 2, je, anaishi mpaka leo? Jibu ni la. Hata Lazaro aliyefufuka, je, anaishi mpaka leo? Jibu ni la. Haya yote hata tungepata nini, hatimaye tutakufa, na baada ya kufa maandiko yanasema ni hukumu. Mtu amewekewa kufa mara moja, na baada ya kufa ni hukumu. Kwa lazima tuhubiri neno, tuhubiri injili, tuhubiri habari ya uzima milele, tuhubiri jinsi ambavyo muda utakaoishi baada ya kufa ulivyo mrefu zaidi kuliko muda mfupi ambao tutaishi hapa duniani. Na mafanikio ya kweli ni kuipata mbingu. Bwana,
kwa maneno haya ambayo mtumishi wako nimezungumza na watu wako. Ninakusihi kwa jina lako Yesu Kristo, wewe mkuu wa uzima, umesema katika Matendo ambao unaitwa mkuu wa uzima katika Matendo ya Mitume 3:15. Ninakusihi kwa jina lako Yesu Kristo, uwalinde watu wako na yule mwovu. Wape watu wako kulitafakari neno hili mchana na usiku na kuchukua hatua. Kila namna ya kiburi kikapate kushuka. Ukaliponya kanisa lako, sio hapa tu lakini dunia nzima. Libariki neno hili, likazae matunda katikati ya watu wako waingie hapo na watoka hapo. Likumbuke kanisa la Tanzania katika ufalme wako. Katika jina la Yesu. Amen.